malaika anatangaza kuzaliwa kwa Masia. Kipindi cha Majilio kinawaandaa Wakristo kuadhimisha sherehe ya Noeli au Christmas. Pamoja na hivyo, liturujia ya Majilio, hasa sehemu ya kwanza, inawaandaa pia kwa ujio wa pili wa Bwana Yesu Kristo, ambao hakuna anayejua lini utakapokuwa. Kuanzia mwanzo wa Majilio, liturujia hutoa agizo muhimu la kukesha katika imani na matendo mema kwa ujio huo wa pili. Maisha yote ya Wakristo yawe maandalizi kwa ujio huo. Mungu alimteua Maria. Tunapokaribia kuhitimisha Majilio, liturujia inatuletea habari za ubinadamu wa Yesu na mambo yaliyotangulia tukio la kuzaliwa kwake. Kati ya habari muhimu ni tukio la kutangazwa kuzaliwa kwake Bwana Yesu mwenyewe. Kama sherehe, tukio hilo linaadhimishwa tarehe 25 Machi, lakini katika kipindi cha Majilio tukio hilo linaadhimishwa sehemu ya kujiandaa kwa karibu kwa sherehe ya Noeli. Mwinjili Luka analieleza tukio hilo kwa kinaganaga katika sura ya kwanza ya Injili. Rejea Luka sura ya kwanza aya 26 hadi ya 38. Sehemu ya tangazo hili inasema hivi: Usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Injili ya Luka sura ya kwanza aya ya 30 hadi ya 31. Mungu alimtuma malaika wake kwenda kumpa Maria habari hiyo ya furaha kuu ya kuteuliwa kwake. Maria aliambiwa amepata neema tele kutoka kwa Mungu. Neema ni hali ya uzima wa kimungu, ni hali ya utakatifu. Kutokana na kujaa neema, Maria alikuwa na uhusiano mkubwa na Mwenyezi Mungu. Maria aliarifiwa atapata ujauzito na kujifungua mtoto wa kiume ambaye jina lake ataitwa Yesu. Wakristo hutambua kwamba ufunuo huo ni kati ya mambo muhimu sana katika imani ya Kikristo. Tendo la Mwenyezi Mungu kumteua Mama Maria awe mama wa mwanaye pekee ni jambo la imani kama tunavyofunuliwa na maandiko matakatifu. Hakuna tena binadamu mwingine yoyote atafanana na huyo mama katika hadhi kubwa hiyo. Kutokana na hadhi kubwa hiyo, Kanisa Katoliki linamuenzi na kumheshimu Mama Maria kwa kuadhimisha sherehe na sikukuu kwa heshima yake. Tena kuna ibada na sala mbalimbali kwa heshima yake. Kanisa Katoliki linafundisha na kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Halimwabudu Mama Bikira Maria, bali linamheshimu. Heshima na ibada kwa huyo mama hazijaanza siku za karibuni, bali tangu karne za kwanza za Ukristo. Waamini wa karne hizo za mwanzo waliona ni wajibu wao kumheshimu Mama Maria kwa kufanya ibada na sala ili kuomba maombezi kwake. Tunazo sala na tenzi nyingi zilizotungwa nyakati hizo kumheshimu Mama Bikira Maria. Wale wasemao kwamba Kanisa Katoliki humwabudu Mama Bikira Maria hukosa kufahamu tofauti kati ya kuabudu na kuheshimu. Litakuwaje neno hilo? Baada ya kupata taarifa hiyo, Maria alimuuliza malaika jinsi mambo yatakavyokuwa, kwani yeye hakuwa na uhusiano na mwanamume. Kutokana na kauli yake hiyo, Kanisa Katoliki linafundisha kwamba Maria ni bikira. Amekuwa bikira kabla ya ujauzito wa Yesu, wakati wa ujauzito, wakati wa kujifungua na daima, kwa sababu Maria hakumzaa mtoto mwingine baada ya kumzaa Yesu. Ndipo malaika anamueleza kwamba atapata ujauzito kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Rejea Injili ya Luka sura ya kwanza aya ya 35. Maria anaelezwa atapata ujauzito sio kwa njia ya kawaida, bali kwa muujiza wa Roho Mtakatifu. Tuliheshimu neno la Mungu na tulipokee sio kama neno la mwanadamu, bali katika imani kama neno la Mungu, na ndivyo lilivyo kweli kweli. Rejea waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Watesalonike sura ya pili aya ya 13. Maria mama mnyenyekevu. Mafundisho ya kanisa nje ya Biblia
yanasema wazazi wa Mama Maria walikuwa Yoakimu na Ana. Kwa hakika walikuwa wazazi wacha Mungu na walimlea binti yao Maria katika maadili mema na imani ya Kiyahudi. Malezi na maadili mema aliyoyapata pamoja na neema alizojaliwa na Mungu zilimfanya mama awe chombo bora cha kumleta mwana wa Mungu duniani. Hatimaye Maria alimjibu malaika, "Tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema." Rejea Injili ya Luka sura ya 1 aya ya 38. Hili ni jibu la unyenyekevu, ni jibu la kupokea ujumbe wa Mungu kwa imani na utii. Hali hiyo anayoonesha Mama Maria ni ushahidi mwingine kwamba wazazi wake walimlea katika imani na maadili mema. Wazazi hao ni mfano mzuri kwa wazazi wa Kristo jinsi ya kuwalea watoto wao. Kilele cha unyenyekevu wa Maria kinaonekana katika wimbo ule alioimba alipokwenda kumtembelea jamaa yake Elizabeti. Kumbe naye Elizabeti alijazwa na Roho Mtakatifu, akamtambua na kumpokea Maria kwa heshima kubwa kama mama wa Bwana, yaani Yesu Kristo. Limenitokeaje neno hili hata mama wa Bwana wangu anijilie mimi? Rejea Injili ya Luka sura ya 1 aya 43. Kuamkiana kwa Maria na Elizabeti ni nafasi pia ya watoto wao kuamkiana wakiwa bado katika miili ya mama zao. Fundisho kubwa sana tunalipata hapa. Mimba ni kiumbe hai, ni mtoto asiyezaliwa. Mtoto huyo asiyezaliwa bado ana haki za kibinadamu. Anapaswa kutunzwa na kulelewa kama mwanadamu akiwa bado katika mwili wa mama. Kutoa mimba ni kuua mimba. Ni dhambi kubwa, kwani ni kumuua mtoto asiyezaliwa ambaye ana haki ya kuishi kama binadamu mwingine yeyote. Ndipo Maria aliposali, "Moyo wangu wamwadhimisha Bwana, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake." Rejea Injili ya Luka sura ya 1 aya 46 hadi ya 55. Maria anajiita mjakazi aliye mnyonge wa Mwenyezi Mungu hata baada ya kuteuliwa kwake kuwa mama yake Yesu. Yesu wa ukoo wa Daudi. Maandiko yanathibitisha kwamba Yesu alizaliwa kutoka ukoo wa mfalme Daudi. Katika Injili ya Luka tunasoma, "Atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake." Luka 1 aya ya 32. Pia mwinjili Mathayo anaanza injili yake akifuatisha mlolongo wa ukoo wake Kristo kuanzia Abrahamu mpaka Yosefu mume wa Maria aliyemzaa Yesu. Mathayo sura ya 1 aya ya 2 hadi ya 16. Ndiyo maana Yosefu alipotaka kumwacha Maria, Mungu kwa njia ya malaika alimwambia asimwache, bali aendelee kuishi naye kwa sababu ule ujauzito ulitoka kwa Mungu mwenyewe. Yosefu anaitwa mwana wa Daudi, ndiye aliyemlea na kumtunza Yesu. Injili ya Mathayo sura ya 1 aya ya 18 hadi ya 25. Mama Maria mfano wetu. Liturujia ya Dominika ya 4 ya Majilio inaleta habari za Mama Bikira Maria ili Wakristo watafakari hali zake. Ipokea neno la Mungu kwa imani, kwa unyenyekevu na utii. Hayo yote ni hazina kubwa kwa Wakristo ili waweze kutafakari wanapojiandaa kuadhimisha sherehe kubwa ya Noeli. Kanisa linafundisha kwamba Maria ni kielelezo muhimu ambacho Wakristo wanatakiwa kuiga. Wanatakiwa kuwa na imani na unyenyekevu kama Mama Maria. Kama vile Mama Maria alivyokubali kwa imani, utii na unyenyekevu kumkaribisha Yesu katika mwili wake, kadhalika Wakristo wamkaribishe Yesu katika nafasi na maisha yao. Kuadhimisha Christmas na au Noeli sio kufanya kumbukumbu la tukio la zamani, bali ni kulifanya tukio la wakati ule lirudiwe kutendeka tena katika kanisa. Tukio lile litendeke tena katika nafsi za Wakristo. Kristo aweze kuzaliwa tena katika mioyo ya waamini. Hazaliwi tena kama mtoto mchanga, bali katika kuleta neema za ukombozi wake. Neema zile za ukombozi alizoleta wakati alipozaliwa ziwafikie Wakristo wote wanaoadhimisha kuzaliwa kwake na kuwafanya wawe wana wa Mungu, waweze kuishi maisha ya nuru, maisha ya neema.
Haya yote yametoka ama tumeyatoa katika kitabu kilichoandikwa na Padre Paulo Chiwangu Kongocha. Kitabu chenyewe kinaitwa Vipindi vyenye nguvu katika liturujia: Maajilio, Noeli, Kwaresma, Pasaka. Tumsifu Yesu Kristo.